Lakini pia niweke wazi, lipo eneo kidogo linaleta ukakasi kwenye mkataba. Baada ya mabadiliko haya ya sheria ambayo imesainiwa mwezi Machi na Mheshimiwa Rais, nikiangalia huko, yapo mabadiliko ya kile kifungu cha 10. Waajiri wengi walikuwa wakitoa mikataba ya mwaka mmoja, kitu ambacho hakitugusu sisi wafanyakazi. Kwa sababu wale watu wa mwaka, pale ambapo kuna kazi ya muda mfupi, mfano kuna kazi ya ukandarasi wa barabara. Kazi ya ukandarasi wa barabara inajulikana, barabara hii itajengwa, mkandarasi anajua barabara hii amepewa kandarasi ya kujenga kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa hiyo hawezi kutoa mkataba wa kudumu kwa sababu kazi yake ndani ya mwaka inakuwa amefanyaje? Imeisha. Lakini kuna kazi ambazo zimeendelea. Zaidi ya mfanyakazi yupo zaidi ya miaka 10, 15 yuko hapo. Hiyo ni kazi endelevu. Huyu hapashi kupawa mkataba wa muda maalumu. Huyu mkataba wake ni ule tumezoea kuuita mkataba usio na muda maalum. Kwa hiyo ni waajiri wengi nao ni waelekeze pia waajiri, lakini ni waelekeze pia wafanyakazi pia na wao kama wadau wa sheria hii ya ajira na mahusiano kazini, wasome vizuri kile kifungu cha 14 ambapo kimefanywa marekebisho kwa sheria hiyo. Wakisome kwa umakini sana, wataona kabisa kwamba kundi letu sisi, hasa madereva sisi wa malori, hatupo kwenye kundi la mkataba wa muda maalumu. Nasisitiza, hatupo kwenye kundi la mkataba wa muda maalumu kwa sababu kazi yetu ni endelevu, iko miaka nenda rudi. Pengine labda bandari ya Dar es Salaam iwe imetoweka. Penzi mtazamaji, ili kuwa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Na mtazamaji Chawamata TV, tunazungumza leo, kipindi hewani ni mikataba, na tupo na mwanasheria ambaye ataenda kuzungumzia haki za wafanyakazi, lakini pia akigusia sehemu mbalimbali. Atagusia maeneo ya kazi, atagusia pia haki za wafanyakazi wale ambao wameajiriwa na waajiriwa wao. Kuhusu changamoto zote anazokutana nazo tutaenda kuzungumza naye pia hapa, atatuambia, atatudadavulia kwa undani zaidi tuweze kufahamu sisi kama Chawamata TV, lakini pia wewe mtazamaji ambao unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii yote. Pale Instagram tunapatikana kwa jina la Chawamata TV, Twitter tunapatikana kwa sasa, inapatikana Twitter kwa jina la Chawamata TV, lakini pia Instagram kwa jina la Chawamata TV, bila kusahau YouTube kwa jina la Chawamata TV. Ungana nasi tunapoenda kuanza mahojiano haya ili kuweza kujifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na mikataba ya wafanyakazi. Na mtazamaji, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba kipindi hewani ni mikataba ya waajiriwa, ambao tunakuzungumza na mwanasheria hapa, tuambie kwa ndani zaidi ni vitu gani ambavyo mwajiriwa anapaswa kuvipata kutoka kwa mwajiri wake, hususan kwa mikataba ya kazi. Na mheshimiwa, habari ya asubuhi na pole na hongera pia kwa majukumu ya ujenzi wa taifa. Asante sana, nashukuru. Na wanakuita nani kwa majina ambao wasio kufahamu, lakini pia tunapoelekea kwenye kipindi chetu? Mimi kwa jina naitwa Jimmy Mkeni, ambaye ni afisa sheria wa chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania, kwa kifupi wanaita Chawamata. Naam. Asante sana. Mtazamaji, kama ulivyoweza kumsikia ameweza kujitambulisha hapo. Tuanze sasa na kipindi chetu. Tuanze na neno mkataba. Kwa lugha nyepesi zaidi, mkataba ni kitu gani? Kwa lugha nyepesi, mkataba ni makubaliano yanayofanywa baina ya pande mbili au zaidi, na inafanywa na watu ambapo wako na utimamu na umri unawathibitisha na akili timamu kwa ajili ya kuingia makubaliano hayo ambao wanataka kukubaliana, ili mradi tu hayavunji sheria nyingine. Tofauti na hapo, kwa lugha nyepesi zaidi ambayo tunaweza tukaiweka, mkataba ni makubaliano ya hiari ya pande mbili au tatu kati ya mwajiri na mwajiriwa. Asante. Vipi mkataba unaweza kuwa una haki ya kuripotiwa katika serikali, katika mamlaka ya serikali yote mkataba? Kwa mujibu wa sheria, mkataba inakuwa kwa maana ya pande mbili au tatu. Kisheria unatakiwa kila pande uhusike kwenye mkataba huo, na kila pande uwe na nakala ya mkataba huo au hayo makubaliano ambayo wameingia kuyafanya baina ya wao. Kwa upande wetu sisi kama vyama vya wafanyakazi, msingi wake ni kwamba mkataba ni makubaliano yanayoingia baina ya mfanyakazi na mwajiri wake, ambapo kila upande unapashwa kuwa na nakala ya huo mkataba, mwajiri na mfanyakazi. Sasa kwa mwajiri ambaye hajawapa waajiri wake mkataba, kuna athari zozote zinaweza zikatokea?
Kuna athari, na athari ni kubwa kwa sababu mfanyakazi hajui kile ambacho wamekubaliana, ambapo msingi wake ni kukitekeleza, kwa sababu mkataba unafunga pande zote mbili, zinafungwa pande zote mbili, kwa maana kila upande unawajibika kutekeleza kile ambacho wamekubaliana kwenye mkataba. Kwa maana hiyo sasa, unapoingia makubaliano alafu upande mwingine hauna ile nakala yake, ina maana na wenyewe utashindwa kutekeleza kwa ufanisi, kwa sababu hakuna kitu kinachomkumbusha wajibu wake katika ule mkataba. Labda kuna faida zipi sasa mwajiriwa anazipata pale anapoanza kazi akiwa na mkataba ambao ni mkataba mdogo lakini pia mkataba ule mkubwa? Kwanza kimsingi niweke wazi kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 14 kama sikosei cha sheria ya ajira na mahusiano kazini, vimeweka namna gani watu wanakubaliana katika kuingia mkataba. Kwa maana hiyo ipo athari mtu anapokuwa amekosa kupata ile nakala ya mkataba. Unaweza kutufafanulia, lakini pia mtazamaji anayetufuatilia hapa, ni athari zipi hizo anaweza akazipata pale ambapo asipopata mkataba? Nirejee kifungu cha 15 kimeweka wazi kabisa kwamba pale mtu anapoanza ajira tu lazima awe na mkataba. Mkataba ule utaeleza jina lake ni nani na kila upande utajielekeza, lakini pia mkataba ule unajikita kwenye nini wajibu wake, nini haki zake ambavyo anapaswa kuzipata kwa mwajiri, au mwajiri ana haki gani kwa juu ya mfanyakazi wake. Kwa hiyo anapovikosa ule mkataba, anakosa kitu ambacho anaweza kukisimamia kwamba hiki ni wajibu wangu kukitekeleza, hiki ni haki yangu kukipata. Hapa tunazungumzia hususan sana madereva, tuzungumzie hususan madereva wa malori Tanzania. Kuna changamoto zozote wanazozipata kama umeanza kazi bila mkataba? Changamoto ni kubwa sana, kwa hasa kwa wafanyakazi wa sekta ya usafirishaji, hususan nizungumzie madereva hawa wa malori Tanzania. Madereva wa malori, nadhani ni kwa sababu ya kukosa uelewa wa kisheria ambao ndio huu sasa tunajaribu kuutoa, ili kila mfanyakazi ajue kwamba ni wajibu wake kudai mkataba wake wa kazi pale anapoanza kazi. Lakini pia mwajiri ana wajibu wa kutoa mkataba mapema tu pale mfanyakazi anapoanza mkataba. Sasa wafanyakazi hawa wamekuwa wakati mwingine wanapewa mkataba kwa maneno, anasainishwa tu mkataba juu hajausoma wala nini, anaambiwa gari iko haraka, nenda kapakia, ondoka, mambo mengine ukirudi. Sasa na nature ya kazi yetu atakimbilia, kwa sababu kuingia kwenda kupakia bandarini kuna muda maalum. Ukichelewa nayo mwajiri atapigwa faini, atalipa fedha. Kwa hiyo wakati mwingine unamkuta mfanyakazi anaondoka, anakwenda zake kupakia, anaondoka anakwenda zake safari ambapo pengine itamchukua hata mwezi mmoja, miezi miwili kama safari ni ndefu kama Kongo na kadhalika. Na hata anaporudi bado anakosa ile fursa. Akija njiani tu anaambiwa gari ni nzima, akija pengine oda iko tayari, safari ni moja kwa moja kwenda kupakia na kuendelea na safari. Kwa hiyo unaweza kumkuta wakati mwingine hata ule muda wa yeye kwenda kudai ule mkataba wake unashindikana kutokana na alivyobanwa na kazi zile. Lakini huwa ni makosa, kwa sababu mwajiri alikuwa anapashwa pale tu mtu alipoingia kazini apewe mkataba, kila mtu ajue anajua ana wajibu gani, anawajibika na kipi, anawajibika na kipi, ana haki ipi na haki hiki. Ndio eneo ambalo ni changamoto kubwa. Madereva wengi wanashindwa kudai, lakini tunaendelea kuwahimiza kwamba hapana, ni vyema pale unapokubaliana ajira, basi pande mbili mpeane mikataba ili kila mmoja ubanwe na kile kilichokuwepo ndani ya mkataba. Labda sasa ni kurejeshe nyuma kidogo. Kuna sheria ambazo zinazozitawala mkataba wa nchi fulani kwa wafanyakazi? Sisi kwetu tuna sheria inaitwa sheria ya mkataba, ipo, na hiyo ndio ambayo wameitohoa katika kutengeneza mkataba ya wafanyakazi, hasa hii sekta ya usafirishaji kwa maana ya madereva. Na hiyo yote inabana, na ndio maana nilieleza awali kwamba mkataba ni makubaliano baina ya pande mbili au tatu, na hicho wanachokubaliana, ili mradi akivunja sheria nyingine, basi lazima kitekelezwe na pande zote. Na je, kuna adhabu zozote ambazo zinaweza zikatolewa kwa mwajiri ambaye anatoa mkataba bila maandishi, mwajiri bila mkataba wa maandishi? Kuna adhabu yote inaweza ikatoka kisheria? Hakuna adhabu iliyowekwa specific, lakini ni jambo la muhimu sana kuwa na mkataba ambao umeandikwa. Mkataba ambao umeandikwa, nimezungumzia kwamba unabana pande zote.
ina manufaa kwa mwajiri, lakini pia ina manufaa kwa mwajiriwa. Zote pande mbili ni haki yao kuwa nao, kwa sababu hata wanapokuwa na mgogoro wa kisheria, kitu ambacho watakizungumzia ni mkataba ambao umewafunga pande zote mbili katika utekelezaji. Labda kuna muda maalum ambao umewekwa kwamba mwajiri anatakiwa ampe mwajiri wake mkataba. Muda uliowekwa ni umeelekezwa kwenye sheria kifungu cha 15 kwamba pale tu mfanyakazi anapoanza kazi apewe mkataba ambao umeainisha hivyo vitu ambavyo nimevitaja. Umeainisha jina lake, kuna eneo la jina, makazi yake, shughuli zake atakazokuwa anazifanya na kadhalika, vyote vinakuwa vimebanwa kwenye mkataba. Vipi kuhusu swala la kuoa au kutokuolewa, inakuwa ni moja wapo ya hapana. Hiyo sasa tutakuwa tunaelekea kwenye ubaguzi. Okay. Ubaguzi wa kiajira. Ukimtaka mtu kwamba wewe unamtaka mtu aliyeoa tu au aliyeolewa, sasa huo unakuwa ni ubaguzi wa kiajira. Na vipi kuhusu lugha sasa, lugha? Lugha, kwa upande wa lugha kisheria inatakiwa sasa kwamba unapotoa mkataba uweke lugha ambayo kila upande inauelewa. Mfano sisi kwetu tunatawaliwa na lugha yetu ni Kiswahili. Ni vyema kabisa kwamba mkataba ukatoka katika lugha ambayo mimi ninaielewa. Sisi kwetu tunatumia sana Kiswahili kwa sababu hatuwezi kuziweka katika lugha ya kila mtu lugha yake, lakini tunatumia Kiswahili ambacho tunatakiwa tutumie lugha ambayo inaeleweka kwa kila mtu. Hii ni kwa Tanzania tu, lugha ya Kiswahili. Ya Kiswahili. Okay. Kwa upande mwingine mkipendekeza, wapo waajiri wengine wanameweka lugha zote mbili kwenye mkataba huo, wametohoa kutoka kwenye Kiingereza wakaweka Kiswahili. Msingi wake ni kila upande uwe na uelewa na kile kilichoandikwa. Vipi, kuna muda maalum ambao upo sasa kisheria kuonyesha kwamba mkataba ni batili au haupo? Muda utakuwa umewekwa. Ubatili wa mkataba utakuwa ni batili kama walioingia mkataba kuna mtu hana umri ambao umeruhusiwa kisheria kuingia mkataba, hana akili timamu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapo ndipo mkataba utakuwa ni batili. Okay. Vipi kuhusu swala la mkataba unapaswa kuwa wasiri kati yenu wawili au? Mkataba kimsingi ni makubaliano ya pande zote mbili. Ni siri kati ya kwangu mimi na mwajiri na mwajiriwa. Lakini usiri huo haubanwi kwa dhana ya kwamba upande mmoja usipate nakala ya huo mkataba. Kwa dhana ya siri ni mimi na mwajiri wangu ndio tunakuingia makubaliano. Lakini makubaliano haya sasa yanaingia kwenye maandishi kwa sababu pande zote mbili tutakuwa tunabanwa na kile tulichokubaliana ndani ya mkataba. Na kuna aina ya mikataba ambayo haitakiwi kuwa kisheria itambuliki. Kuna mikataba ambayo haitakiwi kutambulika kisheria. Mkataba wowote ambao unakiuka sheria nyingine hautambuliki. Mkataba wowote. Mfano mkataba hauwezi kutolea mfano wa mkataba ambao sheria hizi kautambua. Mfano mzuri ni mkataba wa kazi. Mkataba wetu wa kazi umeelekeza kwenye sheria kwamba mkataba ule usipungue chini ya mwaka mmoja. Kama ni mkataba wa muda maalum, usiwe chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo unapofanyika chini ya kipindi hicho, basi unakuwa si mkataba halali. Okay. Sasa huyu mwajiri au mwajiriwa atajuaje sasa kwamba mkataba wake unatambulika kisheria na hautambuliki kisheria? Natakiwa kuna vitu fulani ambavyo vipo pale ambavyo vitamsaidia yeye aweze kujua kwamba mkataba wake unatambulika kisheria au hautambuliki kisheria. Kuna vitu lazima ajue. Kama mkataba wake ni wa muda maalum, basi sheria imeweka wazi kwamba mkataba usiwe chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo akiwa anapopewa mkataba wa chini ya hapo, basi atambue kabisa kwamba mkataba huu si halali kisheria. Okay. Kuna vitu ambavyo anatakiwa vitambue kwamba mkataba ni si halali kisheria. Kama mkataba huo umeelekezwa kwenye ajira yake, umeelekeza kwamba si chini ya mwaka mmoja. Mkataba ya muda maalum ambao imetajwa humu kwenye sheria hii ya ajira ni mkataba isipungue mwaka mmoja. Chini ya hapo basi mkataba huo ni batili. Naam, tukiwa hapo kwenye masuala ya mikataba ya waajiriwa lakini pia na mwajiri mwenyewe kwa waajiriwa wake, kuna haki zipi kwa mwajiriwa wake? Ipo haki ya ujumla ambayo ni haki ya kuajiriwa, ni haki ya mtu kuajiriwa, ni haki.
Lakini baada ya kuwa ameajiriwa, zipo haki ya kwanza kabisa ambapo ni lazima aipate, ni haki ya kulipwa mshahara. Ile ni haki, alipwe ujira au mshahara, tumezoea kuita mshahara. Hiyo ndio haki ya kubwa kabisa katika haki zingine. Haki zingine ni mafao mengine, ni mafao yanayoingia tu kama muda wa ziada, likizo, zile ni haki yake azipate, na vitu vingine ambavyo vitakuwa wamevijadili kwenye ule mkataba wao. Lakini haki ya msingi ni kulipwa ujira kutokana na kazi anayofanya. Kuna utofauti gani kati ya kuna utofauti kati ya haki ya wafanyakazi wa kudumu na wale wa kawaida? Ziko tofauti. Tofauti zipo kwa sababu wale wa kudumu, kwa mfano, ajira yao inakwenda mpaka pengine atakapoacha kazi kwa sababu nyinginezo, au atakapoachishana na mwajiri kwa sababu zinginezo ambazo zimesababisha waachishane kazi. Lakini vinginevyo ni mategemeo yake kwamba atafanya kazi, kama hakuna zilizotokeza atafanya kazi mpaka muda wake wa kustaafu aweze kustaafu na kupata mafao yake ya kustaafu. Mkataba wa muda maalum una muda, inawezekana ni wa mwaka mmoja. Kwa mfano, sheria na kanuni ambazo tunazo, mkataba wa mwaka mmoja pale unapoisha, unapokuwa umeexpire, basi kuna haki zingine huwezi kuzipata. Kwa mfano kama haki ya kinua mgongo, na inakuwa haipo kwa mujibu wa sheria hiyo. Tukiwa hapo kwenye haki na wajibu wa wafanyakazi, lakini pia waajiri, vipi sasa upande wa mwajiri anakuwa anatumia anachukuliwaje pale ambapo mwajiri wake anafanya kazi katika mazingira ambayo sio mazuri, mazingira hatarishi? Sisi kazi yetu kubwa sasa kama chama cha wafanyakazi, tunapata wajibu wa kuwaelimisha wafanyakazi. Tunapata kazi ya kuingia eneo la mwajiri na kuzungumza na wafanyakazi. Moja ya mazungumzo yetu sio kwa ajili ya kupata wanachama tu, ni pamoja na kuwakumbusha haki na wajibu wao wanapokuwa ndani ya ajira. Sasa eneo hilo kidogo lina shida kidogo, sababu aidha idadi kubwa ya baadhi ya waajiri na wenyewe wamekuwa na shida ya kuelewa ile elimu ya kazi, elimu ile ya wafanyakazi wao au jinsi ya ajira za wafanyakazi. Kwa hiyo eneo hilo kidogo lina shida, lakini sisi tunapoingia eneo lile huwa tunatoa elimu kwa wote, mwajiri sambamba na waajiriwa. Vipi sasa mkataba huo ambao amepewa mwajiriwa unaweza ukawa kikwazo cha yeye kujiunga na vyama tofauti katika uajiri au uajiriwa wake? Mkataba haumzi. Kwanza niliweke vizuri hilo jambo. Pamoja na haki zingine alizopewa mfanyakazi, ni pamoja na uhuru wa kujumuika. Uhuru wa kujumuika ndio unaomfanya ajiunge na vyama vya wafanyakazi kwa hiari yake. Kwa hiyo unapomnyima uhuru wa kujumuika, kimsingi ni kosa. Kwa hiyo haimnyimi mfanyakazi kujiunga, hatakiwi mwajiri kumzuia mfanyakazi kwa nature ya mkataba au hana mkataba kujumuika kwenye majumuiko, kwa maana ya kujiunga kwenye vyama vya wafanyakazi, hairuhusiwi. Vipi kuhusu swala la likizo kwa kina mama ambao ni wajawazito, inaitwa maternity leave? Kwa madereva vipi, wao wanapata nafasi hiyo kimkataba? Ni haki yao kupata nafasi ya kupumzika kulingana na mkataba na sheria inavyosema kimkataba? Sheria na kanuni zimeweka utaratibu wa namna gani ya kuweza kupata likizo ya mama aliyejifungua. Kwa upande wa mwanamume tunaita paternity. Lakini jambo kubwa ambalo lipo, na ndivyo ilivyo, madereva wengi hawalifahamu hili jambo, kwamba anapashwa pale mama au mkewe amejifungua mapema tu kutoa taarifa, basi huwa anapata anakalikizo kake ka siku 4 kuweza kushughulika na mzazi ule. Lakini madereva wengi hawatoi taarifa, ama uzazi utakuwa umemkuta yule mzazi yeye akiwa safarini, kitu ambacho hata anapaswa atoe taarifa mapema. Sasa pengine anapata taarifa mama amejifungua leo, lakini yeye yuko Kongo, anarudi mwezi ujao. Kwa hiyo kidogo eneo hilo lina shida, lakini msingi wake ni kwamba pale mapema tu mzazi yule amejifungua atoe taarifa kwamba mwenza wangu amejifungua, basi ni haki yake kimsingi kupata ile likizo anayopaswa pewa. Tumezungumza mengi kuhusu haki na wajibu wa
mfanyakazi lakini pia mwajiri kwa wafanyakazi wake. Sasa nikutoe kidogo tuje kwenye kipande kingine au kitengo kingine cha utekelezaji na mabadiliko ya kimkataba. Je, kuna utaratibu wa kisheria wa kufanya maboresho au marekebisho ya katika mkataba uliosainiwa? Ni kweli eneo hilo nilizungumze kidogo. Novemba mwaka jana serikali ilitoa tangazo kwa ajili ya kufanya amendment, kufanya marekebisho ya sheria pamoja na sheria nyingine, lakini ilijikita kwenye sheria za kazi. Walifanya marekebisho kwenye sheria hii ya ajira na mahusiano kazini, ambayo ni sheria ya ajira sheria ya kazi sura ya 366, lakini pia waliigusa pia sheria ya taasisi za kazi sura ya 300. Katika sheria hizo waligusa eneo kubwa ambalo kwa upande wetu sisi ambalo litugusa ni katika kile kifungu cha 14. Walikifanyia marekebisho kifungu cha 14 cha sheria ile ya ajira. Okay. Vipi sasa mwajiriwa ana haki ya kubadilisha mkataba wake wa kudumu baada ya muda gani labda? Sheria hii baada ya kutangazwa mabadiliko hayo ili wadau walishiriki kwa njia moja au nyingine, kwa maana ya wapo walioitwa na taasisi ya bunge kwa ajili ya kupeleka maoni, na vyama vya kazi pia tulishiriki, na vyama vya ajira vilishiriki, na wadau wengine kama ambavyo walivyoweza kualikwa. Na baada ya maoni yao, serikali kupitia tangazo la serikali ya March mwaka 2025 waliweza kutoa sasa yale mabadiliko kwenye tangazo la serikali namba 4 za March, kwamba sasa mabadiliko ya sheria yamefanywa kwenye hivyo vifungu ambavyo viliainishwa, sambamba na hicho kifungu ambacho kinatugusa sisi moja kwa moja, ambacho kilikuwa ni kifungu cha 14. Kuna masharti yoyote yanayoruhusu kusitisha mkataba kwa sababu ya kiuchumi? Pale panapokuwa na sababu za kiuchumi, kuna kitu tunaita kupunguza wafanyakazi. Hilo liko wazi. Mwajiri anaweka notice kwamba kwa sababu za kiuchumi anaona atapunguza wafanyakazi kadhaa kwenye kitengo kadhaa. Hilo liko wazi. Ni swala tu la utaratibu, kwamba ni utaratibu gani uwekwe kwa dhana ya kuchunga ajira au kuzuia ajira zingine ambazo zipo, na hilo halihusiani na mkataba. Swala la kiuchumi ni jambo jingine na swala la mkataba ni jambo jingine. Vipi kuhusu masharti sasa? Kuna masharti yanayotakiwa kufuatwa kabla ya kusitisha ajira, labda kwa utovu wa kinidhamu? Kwa mfano swala la utovu wa nidhamu, kabla ajira haijasitishwa, lazima mfanyakazi huyu aambiwe tuhuma yake, kwamba una tuhuma 1, 2, 3. Baada ya kuambiwa ile tuhuma, kama atakuwa amejibu kwa njia ya maandishi, mwajiri akiona hazikujitosheleza, basi atamuita kwenye kikao, tunaita kikao cha nidhamu. Kikao kile cha nidhamu msingi wake ni ili naye mfanyakazi aweze kujitetea kwenye kikao kile kwamba jambo hili lilikuwa na 1, 2, 3. Huo ndio utaratibu wa msingi, ambapo atakwenda kwenye kikao cha nidhamu. Kule atamkuta mlalamikaji, na yeye mlalamikiwa atakuwepo, pengine na mashahidi, lakini pengine mwajiri atakuwa labda pengine alifanya uchunguzi kuchunguza hicho anachotaka kumtuhumu nacho. Basi hivyo atavikuta kwenye kikao cha nidhamu. Baada ya kikao cha nidhamu kufanyika, kitatoa maoni, yenyewe kinatoa maoni, mapendekezo yao kwenye uongozi, kwamba sisi tumeona 1, 2, 3. Huo ndio utaratibu. Baada ya hapo uongozi ndio sasa ndio utafanya utaratibu mwingine, aidha kutokana na mapendekezo yaliyopendekezwa na kikao kile cha nidhamu. Mtazamaji, tunazungumza, kipindi hewani ni mikataba, na mbele ya kamera yako, mbele ya TV yako ni mwanasheria. Tupo naye hapa kuweza kutudadavulia kiundani zaidi kuhusu haki za wafanyakazi, lakini pia mwajiri, lakini zaidi tunazungumzia mikataba. Na sasa tunaelekea kwenye kipande kingine cha malipo au mafao. Mheshimiwa, labda utuambie hapa, mkataba unatakiwa kuwa wazi kueleza malipo ya mfanyakazi? Ndivyo kama nilivyoeleza mwanzoni,
mkataba ndio maana unapendwa sana, hata na taratibu zingine zinapenda sana uwe na maandishi, kwa sababu kila kitu kimeelekezwa mle. Mfano, inawezekana kwenye mkataba mimi niliajiriwa Dar es Salaam, lakini nikapelekwa Songea. Songea ndipo kule kazi nilipo mkataba ulipoishia au tulipoachishana kwa sababu moja au nyingine. Sheria imeweka wazi kwamba napashwa nirudishwe mahali nilipo kuwa nimeajiriwa. Sasa kwa nini tunasema mkataba? Mkataba ndio umeweka haki zangu ni zipi. Inawezekana umeweka mafao yangu ya overtime kama sikoje, mkataba umeweka likizo nitachukua wakati gani, mkataba umeweka mshahara ni kiasi gani, mkataba umeweka pengine makubaliano mengine yoyote ambayo tumeingia na mwajiri, na pamoja na makato ambayo napashwa nikatwe, mfano NSSF, mfano nikatwe kodi ya serikali. Ni vitu ambavyo vinakuwa viko wazi ndani ya mkataba, na ndio vyema maandishi yale yakawepo. Mfanyakazi atakuwa anajua mimi nakatwa kiasi yangu kwa ajili ya nakatwa, pengine na mchango wangu napeleka kwenye chama changu cha wafanyakazi. Anaona kila kitu huwa anakiona kwenye mkataba. Anapokosa kukiona kwenye maandishi, mwisho wa siku vinaleta mgongano, kwa sababu unaweza kumwambia nimekukata kodi, yeye haelewi, hii mbona hukuniambia. Lakini unapokuwa kwenye maandishi anajua okay, kuna kodi natakiwa nikatwe, kuna hiki na kwa mujibu wa sheria natakiwa nikatwe, na kadhalika na kadhalika. Mshahara wake mfano ukishikiliwa, mshahara si haki kushikilia mshahara. Si haki. Mshahara ni haki ya mfanyakazi. Hata kama kuna deni, madeni yote yameunganishwa kwa mujibu wa sheria, kwamba madeni ni pale tunapokubaliana kwamba bwana wewe ulikuwa una deni. Mfano madeni yanaweza kuwepo, kwa mfano ulikopa mshahara, yanaweza kuwepo. Lakini kama ulikopa mshahara, kuna mahali mlikubaliana mpaka mkakopa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa viwe wazi. Hata kama kuna uharibifu umeufanya ndani ya kampuni, lazima tukubaliane kwamba kweli hichi chombo niliharibu. Mimi niliharibu, lazima kuwe na makubaliano. Huwezi tu mwajiri kama mwajiri ukakurupuka tu kutoka huko ulipokopa usema kwamba ninakudai. Hapana. Hivi vitu vinatakiwa viwekwe wazi. Hata mfanyakazi anapoharibu mali ya mwajiri wake ni makosa, anapashwa kulipia. Lakini wanalipa kwa utaratibu gani? Sheria imeweka utaratibu kwamba huyu mtu atalipwa kivipi, hata kama ni deni. Kama nilivyosema, kuna watu wanakopa mshahara, tunaita advance. Pengine mimi nikaondoka na deni hilo, au nilikopa zaidi kufuatana na jinsi tulivyokuwa tumekubaliana. Sio lazima kukopa mshahara. Inawezekana mshahara wangu mimi ni 300,000, 400,000, lakini pengine mimi nilikopa milioni au milioni 2. Upo utaratibu wa kuweza, tulikubaliana kwa maandishi kwamba nitakatwa 1, 2, 3 mpaka deni takapokuwa nimekwisha. Na vipi kuhusu mkataba, unaweza ukaelezea kwa njia gani kuhusu malipo ya overtime kwa mfanyakazi? Mkataba umeelekeza masaa ya kazi. Masaa ya kazi yameelekezwa kwamba ni masaa 9, na overtime kwa maana ya saa za tumezoea kuita saa za ziada, overtime. Saa za ziada ni masaa ambayo yanatakiwa yasizidi masaa 3. Lakini kwa nature ya kwetu ya usafirishaji, wakati mwingine eneo hilo linakuwa ni la makubaliano baina ya mfanyakazi na mwajiri wake, kwa sababu upo uwezekano nikaendesha gari kutoka saa 1 mpaka saa 9 au saa 10 ilikuwa ninapashwa nipumzike. Lakini sasa siwezi nikapumzika eneo hilo, lazima nitakwenda yeza pengine mpaka saa 12 ama saa 1 nisimamishe gari pembeni. Kwa hiyo eneo hilo wakati mwingine ni eneo ambalo mfanyakazi na mwajiri wanakubaliana, lakini sheria imeweka asifanye kazi zidi ya wale masaa 9, na overtime usizidi masaa 3. Lakini kwa kazi yetu huwa kuna makubaliano baina ya mfanyakazi na mwajiri, wanaweza kuingia kwa maana kukava lile eneo la overtime. Zungumza sasa na waajiri, lakini pia wafanyakazi walioajiriwa na mabosi zao kupitia Chawamata TV. Unawaambia nini kisheria, unawaambia nini kuhusu mikataba yao na waajiriwa wao? Niweze kusema wazi sasa kwamba swala la mikataba ni swala la muhimu sana, na hilo napenda nieleze kwa uzuri zaidi kwamba ni swala la msingi sana pale panapokuwa na mkataba, kwa sababu kila upande utafungwa na hicho tulichokubaliana ndani ya mkataba. Lakini pia niweke wazi, lipo eneo kidogo linaleta ukakasi kwenye mkataba. Baada ya mabadiliko haya ya sheria ambayo imesainiwa mwezi Machi na Mheshimiwa Rais, nikiangalia huko, yapo mabadiliko ya kile kifungu cha 10. Waajiri wengi walikuwa wakitoa mikataba ya mwaka mmoja, kitu ambacho hakitugusu sisi wafanyakazi. Kwa sababu wale watu wa mwaka, pale ambapo kuna kazi ya muda mfupi,
Mfano, kuna kazi ya ukandarasi wa barabara. Kazi ya ukandarasi wa barabara inajulikana, barabara hii itajengwa. Mkandarasi anajua barabara hii amepewa kandarasi ya kujenga kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa hiyo hawezi kutoa mkataba wa kudumu kwa sababu kazi yake ndani ya mwaka inakuwa imefanyaje? Imeisha. Lakini kuna kazi ambazo zimeendelea. Zaidi ya mfanyakazi yupo zaidi ya miaka 10, 15 yuko hapo. Hiyo ni kazi endelevu. Huyu hapashi kupawa mkataba wa muda maalumu. Huyu mkataba wake ni ule tumezoea kuuita mkataba usio na muda maalum. Kwa hiyo ni waajiri wengi nao ni waelekeze pia waajiri, lakini ni waelekeze pia wafanyakazi pia na wao kama wadau wa sheria hii ya ajira na mahusiano kazini wasome vizuri kile kifungu cha 14 ambapo kimefanywa marekebisho kwa sheria hiyo. Wakisome kwa umakini sana, wataona kabisa kwamba kundi letu sisi, hasa madereva sisi wa malori, hatupo kwenye kundi la mkataba wa muda maalumu. Nasisitiza, hatupo kwenye kundi la mkataba wa muda maalumu kwa sababu kazi yetu ni endelevu, iko miaka nenda rudi. Pengine labda bandari ya Dar es Salaam iwe imetoweka. Lakini kwa madhali bandari ipo, makampuni haya yapo, yanaendelea kuoperate, kuchukua mizigo kupeleka sehemu moja kwenda nyingine, basi mkataba kwa dhana ya kwetu sisi ya wasafirishaji hawa wa malori hayutuhusu. Unaweza kuwahusu wale ambao ni kandarasi ya muda maalum. Eza kazi hiyo ni ya miaka 2. Mfano, tukulie mfano. Kuna kandarasi ilikuwa ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Madereva waliajiriwa kupeleka vifaa kwenda kwenye ile bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo baada ya ile bwawa kukamilika, kazi ya udereva pale kwenye kandarasi ile itakuwa ilishafanyaje? Kwisha. Sasa hao ndio walikuwa wanapashwa kuingia kwenye mkataba wa muda maalum. Lakini mimi niko kwenye kampuni AB ambayo hii mimi tangu mwaka 80 kampuni hiyo ipo, inasafirisha mizigo kupeleka nchi mbalimbali. Huwezi kumpa mfanyakazi mkataba wa muda wa mwaka mmoja, ni makosa kisheria. Makosa kisheria. Amemaliza hivyo mwanasheria. Nikushukuru sana na nikutakia kila laheri katika majukumu yako ya kazi. Asante, nashukuru na wewe nikutakia kazi njema. Asante sana. Na mtazamaji, kufikia hapa tumefika kadi tama au mwisho wa kipindi chetu, na nikukumbushe kwamba kama ulikuwa hujapata maneno mawili matatu, tulikuwa tunazungumzia kuhusu mikataba ya wafanyakazi, lakini pia waajiri wana haki zipi kuwapa wafanyakazi wao. Naitwa Dickson Bisare na hii ni Chawamata TV. Tunapatikana YouTube kwa jina la Chawamata TV, Instagram tunapatikana kwa jina la Chawamata TV, lakini pia pale Twitter kwa sasa ni X tunapatikana kwa jina la Chawamata TV. Nikuombe subscribe channel yetu wa kwanza kupata habari zinazojiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa pamoja tunaweza, hatuwezi kushindwa. Mioyo yetu inawaka chini ya mwavuli wa Chawamata, tukiwa na mshikamano wa kweli.